and Sunday school, na usiwa kwenda klasi as we welcome the speaker of the day. Let's give you a prayer. Father, again we come before you this time. We say thank you for your mercies. Thank you for your faithfulness, Father. Thank you because you are faithful with us, even when we are not faithful to be at this point, Father. We are going to hear from you. We pray that you open our hearts, give us the understanding, Father, get your word and practice it, Father. Even the speaker of the day, we dedicate him unto your able hands, Father. Be as a vessel, and at the end of it all, we shall glorify and bless us. And this we live and trust in Jesus' name. Amen. Asante. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Msalimie jana mlikuwa na asante. Kitabu ya Warumi mlango wa 12 na mstari wake wa 8. 18. Romans chapter 12 verse 18. Karibu katika nyumba ya Bwana na wale those who are joining us online, I take this opportunity to welcome you. Feel free. Be ready to hear the word of God. This morning you are hearing the word of God from Thika Bible Baptist Church, and I know all is going to be well. Kama ya mkini kwa upande wenu, mukaeni katika amani na watu wote. Nataka niseme maneno haya ya kwanza, kama ya mkini. Kwa Kiingereza inamaanisha if possible. Kwa upande wenu, mukae katika amani na watu wote. Ninaposoma Warumi mlango wa 12, ninamuona Paulo mtumishi wa Mungu akiandikia kanisa la Warumi. Mstari wa kwanza anaanza kwa kusema kwamba basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Katika mlango wa 12 aliwapea maagizo, aliwaagiza maneno kadhaa wanastahili kufanya. Twende mpaka mstari wa 15. Furahini pamoja nao wanaofurahi, lieni pamoja na hao waliao. Kwa hivyo tunaona kwamba hata vile akamwambia kwamba katika maisha haya itafika kuna wakati wa kulia. Kwa hivyo mnastahili kufanya nini? Mnastahili kulia na wale wanaolia na wanaofurahia pamoja nao. Tutamuka pale mstari wa 17. Msimulipe mtu uovu kwa uovu, angalia yaliyo mema machoni pa watu wote. Kwa hivyo kuna pale maneno kata kwa kata kanisa liliweza kuagizwa. Mstari wa 18. Na ndio naenda kuhubiri kutoka siku ya leo, na naenda kuzungumza kuhusu live peacefully with men. Mukae katika amani na watu wote. Paulo akaagiza kanisa, Paulo akazungumza na watu wameokoka. Alijua ya kwamba katika maisha haya sio kawaida kukaa na amani na watu wote. Alijua kuna wakati watu watalia. Alijua kuna wakati watafanyia maneno mabaya. Lakini sasa mstari wa 18 anasema ya kwamba jitahidi, and if possible, strive, try as much as possible, kuhakikisha ya kwamba kutoka kwa upande yenu, wajana na upande yake, kwa upande wenu, mukae katika amani na watu wote. Hapa kuna pande mbili, kuna pande ya ule mwingine, kuna pande yako. Lakini sasa hapa nataka nikwambia kwamba wewe katika upande wako, jaribu jinsi vile uwezekanavyo ya kwamba
sana kama pesa ni amani. Amani iko juu hata kuliko pesa. Kuna watu wako na pesa na hawana amani. Lakini wewe sasa kwa upande yako, wacha kuangalia upande wa mtu mwingine. Kwa upande yako, nashukuru mstari wa 18 what the Bible says. Kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote kama yamkini. Christians should avoid conflict and confrontations. Wakristo wanastahili kujaribu kuzuia, kuachana, kuhepa, kuvumtana na magombano. Christians should avoid conflict and confrontations. All through the Bible, the scripture teaches or encourages us to live peacefully and quietly with all men. Unaposoma Biblia, utapata ya kwamba mara kwa mara Biblia inatuhimiza, inatuagiza, inatufundisha tujaribu jinsi inavyowezekanavyo kukaa kwa amani, kwa furaha, kwa utulivu na watu wote. You cannot do much for God if you do not know how to make peace and live in peace. Kama uweze kufanyia Mungu kazi kubwa sana kama mimi mchungaji na wewe Mkristo, uweze tumika sana na Mungu, uweze tumikiwa sana na Mungu, uweze kuwa chombo za kufanyia Mungu kazi, kama haujajua kutafuta ama haujajua kuweka amani. Mahali hakuna amani, hakuna Mungu. Mahali hakuna amani, hakuna Mungu. Mungu wetu sio Mungu wa machafuko. Mungu wetu ni Mungu wa amani. Mungu wetu anapatikana mahali watu wametulia. Unapoingia mahali upate ya kwamba hakuna amani, Mkristo, ni wajibu wako kwa upande wako kujaribu kutafuta na kuhakikisha ya kwamba amani imepatikana. Ni kwa sababu wewe uko na Mungu ndani yako na unaelewa na unafahamu ya kwamba unapoondoa amani, Mungu hayuko pale. Bwana asifiwe. Unaposoma katika kitabu ya Yakobo mlango wa 3 mstari wa 18, Biblia inasema ya kwamba na tunda la haki hupandwa katika amani na wale wafanyayo amani. Na tunda la haki hupandwa. Sio wewe unalipanda, Mungu mwenyewe ndiye analipanda kwa yule mtu ambaye anafanya amani. Mahali kuna amani, uwepo wa Mungu, haki ya Mungu inakupigania, inakuja pale na inapandwa pale. Ni kwa sababu kuna amani, kuna utulivu, kuna furaha. Ni kwa sababu kuna mmoja ambaye ameamua moyoni mwake, akilini mwake na nguvu zake kuamua kutafuta amani. Amani ipatikane. Nchi nyingi zinagongana, nchi nyingi zinapigana, familia nyingi zinapigana, marafiki wanakuarusana. Lakini sasa unapoona ya kwamba katika familia, katika jamii, katika mahali huko kuna kuarusana, wajana upande ya yule mtu mwingine. Wewe kitabu cha Warumi mlango wa 12, kwa upande wenu, sasa toa wenu, weka wewe, ukae katika amani na watu wote. Ni wajibu wako kutafuta, na
asifiwe. Nani mwenye haki? Tunda hili la haki likipandwa mbele yako ni ya kwamba Mungu ako karibu na wewe. Yule mtu ambaye anahesabiwa haki mbele za Bwana ni yule mtu ambaye Mungu ako karibu na yeye, ni yule Mungu ambaye anamtetea, ni yule Mungu ambaye anampigania, ni yule mtu ambaye Mungu anamkumbatia, anamfunika chini ya mabawa yake kama vile kuku anapong'ang'ania na kufunika baraka zake. Mtu mwenye haki ni yule mtu ambaye ako sawa mbele za Bwana. Na Biblia inasema ya kwamba na tunda la haki kupandwa katika amani. Ulipanda wewe, Mwenyezi Mungu ndiye analipanda. Linapandwa katika mahali kuna amani na wale wafanyayo amani. Tumekupiga, tumekutusi, tumekunena vibaya, tumekukejeli, hatukutambui, hatukuoni. Endelea my brother, endelea my sister. Thawabu yako inakuja. Kuna mmoja ambaye ana mapendeleo, kuna mmoja halali, kuna mmoja ana mpango mzuri na maisha yako. Watu watashangaa ni kwa nini amefaulu, ni kwa nini ameinuliwa, ni kwa nini ameponywa, ni kwa nini amefaulu. Siri ni moja, ni kwa sababu umesimama na umesema ya kwamba kutoka upande yangu nitatafuta amani. Na ipatikane. Na ikuti rahisi. You must strive. You lazima uweze kuing'ang'ania na uweze kuitafuta. In this world it is important for you to develop the art of living peacefully with all groups of people. Katika maisha haya ni jambo la maana sana kujaribu kung'ang'ana, kuona ni jinsi gani ya kuishi na amani na watu wote. Masikini, yes. Tajiri, yes. Mlevi, yes. Kahaba, yes. Mdogo, yes. Mkubwa, yes. Asiyejua kusoma, yes. Amsomi, yes. Name them. Name them. It is important that you develop the art of living peacefully. Ni jambo la muhimu kuchochea, kujaribu kuishi na amani na watu wote. Wagonjwa, yes. Wezi, yes. Bwana asifiwe. Amen. Ndugu alipeana habari hapa kuhusu tajiri mmoja, na hilo jambo mpaka leo hii inanigonga akili. Nasema that was a great man. Niruhusu niseme kila nisema. Anasema kwamba kulikuwa na bosi mmoja kwa geti, tabia yake alikuwa anapita, anasalimia sote. Anasalimia security officer. Hakumdharau. Na huyu mtu alikuwa ni mkubwa katika ile kampuni. Na kwa hiyo kama ni tabia yake na yule ambaye ni bawabu, yule security officer, lazima msalimia akiingia, lazima msalimia akitoka. Ikawezekana siku moja alimsalimia akiingia, alipokuwa akitoka hakumsalimia. Kwa hiyo masaa imepita na masaa ya huyu kupita ile nisalimia at least. Wao wengine hawalitambui, lakini yeye ananipiga mkono, yeye ananisalimia. Ikapita. Hadithi inasema ya kwamba yule bawabu ni mtu mdogo, ni mtu aliye na mshahara mdogo, ni mtu ambaye analala nje, wengine wakilala kwa nyumba, ni mtu ambaye ako katika front line kung'ang'ana na magaidi, kung'ang'ana na mikora, kung'ang'ana na wahalifu. Wakati wengine wanang'ang'ana na mahesabu na makompyuta, yeye ako pale kung'ang'ana na wahalifu. Kwa hivyo ni mtu ambaye katika mazingira na mazingira hiyo hawatambuliki. Ni mtu ambaye anaachiliwa, anateseka kwa njia moja ama nyingine, lakini alikuwa na uhusiano mzuri. Huyu mkubwa alikuwa amedevelop tabia ya kutaka kuishi na amani na watu wote. Inasemekana alienda katika pilika za kusupervise kazi, wafanyakazi wameenda kuona vile kazi imeendelea. Akiwa ndani ya boardroom ikajifunga. Aliyekuwa na uwezo wa kumfungulia kila hapo nje. Akakaa kwa muda mrefu, sio yule bawabu ndiye alienda. Ile kitu bawabu alienda kuona yako na kuona kile mali iko.
Yule bawako katika hali ya kufungua anapata rafiki yake aliyekuwa na amani na yeye, anasinzia, anasimia, anaenda kuaga. Alimsaidia, akamwokoa kufikia mfano. Bwana asifiwe. It is important that you develop the art of living peacefully with all groups of people. Wameokoka, yes, isi pamoja nao kwa wana. Juzi nilipokuwa hospitali, shika madharau, lakini ni sawa, Mungu anajua. Bwana asifiwe. Nilipoingia pale hospitali, nilikuwa na mwili mbaya sana. Na kama ungenipata, ungeniona nikiwa wewe. So nilipoingia pale, hata mimi mwenyewe nilijiona hapana, si sawa. So nilipofika pale, nimelala siku ya pili. Najua wale watu wengine walinigeuza ya kwamba mimi sasa ni kama mimi ndio nawahukumia. Bwana asifiwe. Na mtu mmoja alitoka hapa kanisani, alisikia wodi msiba, basta. Mmoja alienda, alipofika mahali akakwama kwa wodi msiba na was the newest, alipiga ndugu akilinda, basta. Bwana asifiwe. So ndio sasa kwa upole nilipitia, nikaenda nikambeba huyo mtu, nikamrudisha kwa mkutano. Watu wa familia waliniambia, huyu ameniambia wewe kweli ni pastor wa kweli. Walipokuwa wakienda walitangulia kutoka, walienda mbele yangu. Bwana asifiwe. Ni jambo, ni jukumu lako kuhakikisha ya kwamba unaishi na amani na watu wote. Wewe ndio kikundi cha kwanza, unastahili kujaribu jinsi vile uwezavyo. Na ni neno la Mungu, na Yesu Kristo mwenyewe amesema, kikundi cha kwanza unastahili kujaribu jinsi vile uwezavyo kukaa na amani na hao ndugu yako na dada yako katika Kristo Yesu. Live peacefully with your brother and your sisters. Wakati Biblia inazungumza kuhusu your brother and your sister, hapa inazungumza wale watu ambao wameokoka, watu wale ambao wanamjua Mungu. Ndugu yangu na dada yangu, wacha nikuarifu, katika nyumba ya Bwana, katika kanisa, katika kusanyiko hili na makusanyiko mengine, amani ni kutafuta ndoto. Haijasema kama automatic. Unajua watu wameingia katika kanisa, wametubana tuko pale, wanaanza kusema kama ni ndugu yako hapa sitaendelea kukaa, kama ni kujitia sababu pale sitaendelea kukaa. Amani ni wewe unatafuta kwa ndugu na dada. Bwana asifiwe. Amani ni wewe unatafuta. Tafuta amani kwa ndugu yako na dada yako, wale ambao mmeokolewa pamoja nao. Nyinyi mmeitwa watoto wa Mungu, mmeitwa watoto wa Mfalme. Nyinyi ni warithi wa ufalme wa mbinguni. Mnapokaa pamoja, muishi kwa furaha, muishi kwa amani. Tafuta, hakikisha huyu ndugu maana mtaishi na yeye mbinguni milele na milele. Huyu dada maana mtaishi na yeye mbinguni na milele. Ni wajibu wako kuhakikisha ya kwamba unatafuta amani pamoja nao. Je, hapa hakuna wajeuri? Hapa kuna wajeuri? Bwana asifiwe. Je, hapa hakuna wajokozi wako? Je, hapa watu wamefunga midomo wajui kutusiana, wanajua kutusiana? Lakini wewe ni kuhakikisha unakanyaga namna gani? Ni wewe unahakikisha unatafuta. Na hao watu tukiwakosa hapa tutakuwa tunahubiria nani? Waruhusu wakuje wadungwe sindano katika nyumba ya Bwana. Wakuje ili waweze kufundishwa Biblia, wajue ni wajibu wao, sio kazi yao kukoseza watu amani. Ni wajibu wao kutafuta amani na watu wote. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana kwa Mathayo, Matthew chapter 5 verse 23 to 25. Ni nini Yesu Kristo aliambia wanafunzi wake? Basi
Bwana asifiwe. Imagine what we are trying to demonstrate this morning. It is our responsibility to live peacefully with our brothers and sisters. And if peace does not prevail, strive, ng'ang'ana, hakikisha ya kwamba inapatikana. Na hayo maneno Yesu Kristo aliambia watu ambao wako kanisani. Akawaambia kuna haja ya kwamba pagana na mstaki wako kwa upesi. Wewe ambaye umegundua kuna kasoro, amani kati ya mimi na fulani ipana iko, hakikisha umeipata. Jesus insisted that you must be reconciled to your brother before you worship. Hii ni tabia ya Ukristo. This is a requirement for Christians. Please, my brother, my sister, it is our responsibility to live peacefully with other brethren. Mahali pale ndio Mungu wako, mahali pale ndio baraka zinamiminwa, mahali pale ndio haki inapandwa, mahali pale ndio kuna unawiri, mahali pale ndio kubarikiwa, mahali pale. This is a basic Christian requirement. Mkristo upende usipende, hii ni wajibu wako. Kutafuta amani, kukaa na ndugu na dada. Mahali watu wawili wako hapakosi kuwa na conflict. Mahali watu wawili wako hapakosi kukosa kupatana. Ni mara ngapi nimekosa kupatana na watu wa kanisani? Ni mara ngapi? Ni mara ngapi nimekosa kupatana na mke wangu? Ni mara ngapi nimekosa kupatana na watoto wangu? Ni mara ngapi wewe umekosa kupatana na watu wengine? Lakini kwa sababu mnataka kuendelea, mnataka kuwa pamoja, mnahakikisha ya kwamba mnasema shetani shindwa. Sisi ni wajibu wetu tuendelee kukaa pamoja. Alafu mnaendelea. And I will say this. Where two people are together, conflict don't miss. And if they miss, there is a problem. Sasa tumekaa watu wawili, kila watu kwa kanisani, tuko watu vile tulivyo, sasa tunakaa, hakuna mali, conflict inaweza tokea. Hata kwaya, sasa nyinyi ni wa kwanza sana, mnaimba kama malaika hivi kutoka Januari mpaka sasa hivi tunaanza kuanza mwezi wa Machi. Hakuna mahali kumetokea, hakuna conflict imetokea. Tuimbe wimbo 5 ama tuimbe wimbo namba 30. Hii ni conflict. Na hiyo ni kuonyesha kwamba kuna watu wanafikiria. Na hiyo ni kuonyesha kwamba kuna watu ambao akili yao inafanya kazi. Bwana asifiwe. Lakini sasa ni nini tunaweza kufanya? If you are a Christian, it is important that you distance yourself from conflict that gets nowhere. Yani, huko kanisani, huko katika misi ya wamama, huko katika misi ya vijana, huko katika misi ya wazee, yani kazi yako ni furuga. Yani, conflict that gets nowhere. Yani kupale, hata uwezi, hata kama hata warumzee, warumjura anawasa kwa dunia na tuka na uzaji. Bwana asifiwe. Hata nguo ile imechakaa kwa nguo zako na wako jameni. Hata ukifuga mbwa akimfuga sana asiaike kuleta pesa na kumwambia nguo. Hata ukikaa sana na kitu unafika na watu unaondoa. What do I mean? Ni jukumu letu kama Wakristo tunajaribu na ni muhimu ya kwamba you distance yourself from conflict that gets nowhere. Sio ya kusema hii serikali Burundi sijui nini, sijui amefanya nini. Ukipewa hiyo kazi utaweza. Wacha kuona makosa kila wakati. Saa nyingine naona yale mazuri yanafanyika. Bwana asifiwe. Rise up and display your maturity by refusing to live in conflict with anybody. Mkristo, njia nzuri ya kusimama na kusema mimi nimekomaa, mimi niko sawa, ni kusema sitafurutwa, sitakubali kuwekwa, kufunganishwa na misoso isiyokuwa na maana, na hata sitaki kuwa na msoso na mtu yote yule. Unajaribu wala kufuata na maneno, wala kufuata na njia za siku hizi za mtandao,
ile muziki iko hapo. Kama unajaribu kusema sikiza, yani punguza, yani hakuna mtu anakusikiza. Watu kama wakosi katika society, Bwana asifiwe. What do you do? Ukiwa unataka kupotea, get another person ambaye inasauti. Unawaambia tafadhali, niko na simu, usikie. For God to accept your sacrifice, make peace with your brethren. Ili Mungu aweze kukubali sadaka zako, maombi yako, hakikisha kwamba umepatana na ndugu yako, uko na amani na ndugu yako. Bwana asifiwe. Let me tell you this. We don't pray for people. Niangalie kwa roho macho ili uweze kuelewa. Unajua watu tumekataa kufundishika. Tumekataa kuelewa neno la Mungu. Tumekataa kujua ni nini Mungu anataka. We don't pray for people in your room. We pray with the people. Pastors don't pray for people. They pray with the people. Unapokuwa ukijiombea nikikuombea Mungu anasikia maombi. Bwana asifiwe. Wewe unajua ni nini unataka, ndio tunaomba kwamba haja zetu sijulikane na Mungu. Mapenzi yako yatendeke. Unapokuwa ukijiombea na mimi nikikuombea, so we pray with the people, we don't pray for people. Kwa hiyo sasa lazima ujipige msasa ya kwamba mimi ili sadaka zangu, maombi yangu, mahitaji yangu yaweze kukubalika mbele za Bwana, ninahakikisha nimepatana na ndugu katika Kristo Yesu na maneno yamekuwa sawa, ili Mungu na Baba wetu aliye juu mbinguni apokee sifa na utukufu. Bwana asifiwe. Ili tuweze kukubalika mbele za Bwana, ili tunapoomba Bwana atupe uponyaji, tunapoomba Bwana asikie maombi ya watoto wetu, asikie abariki kazi ya mikono yetu, tunahakikisha kwamba tumejipiga msasa awi right na hii kiumbe cha Mungu. Yule ambaye huna amani na yeye ni Mungu amemuumba bila kukuumba. Yule ambaye unachukia ni Mungu amekuumba vile ameweza kumuumba. Wajibu wako ni kujaribu. Na ukiona ya kwamba amekuja zaidi, hepa yeye. Ajiria yeye. Ili na wewe endelee na Bwana apokee sifa na utukufu. Bwana asifiwe. Jambo la pili. Live peacefully with your spouse. Kwa wale watu wameona watu wanataka kuenda kuolewa na kuoa, hakikisha ya kwamba ni wajibu wako, yule mtu ameleta katika maishani mwako, unaishi na yeye kwa amani. Unang'ang'ana sana. Kuna kitu ulikuwa unafanya, lakini kwa sababu amekuja katika maisha yako na haja. Ulikuwa unakuja saa 8 ya usiku, kwa sababu sasa amekuja anataka ukuje saa 12, enda saa 12 kwa nyumba. Bwana asifiwe. Ili amani ipatikane. Live peacefully with your spouse. Ulikuwa unalewa, sasa mume wako hataki ulewe, acha ulevi ili muishi kwa amani. Ulikuwa na ujanja na mume wako, mke wako hataki ujanja, wacha. Olesi utaishi kuwa na shida. Olesi unaweza kuwa na shida. Utakuwa unahangaika. I want to demonstrate this morning, and I want from the word of God that it is biblical. Ya kwamba Mkristo, mtu yule Mungu ameleta katika maishani mwako, ng'ang'ana jinsi vile uwezavyo ili muweze kuishi kwa amani. Kitabu ya Mhubiri mlango wa 9 na mstari wa 9. Najua tuko katika mwezi huu ni Ladies Month. Ilikuwa National Ladies Day. Baada ya wengine ya kusema, sasa tunaendelea kusherehekea. Uishi kwa furaha pamoja na mke umpendaye siku zote za maisha yako ya upatili ulizopewa chini ya jua siku zote za upatili wako, kwa maana huo ni sehemu yako ya maisha, na katika taabu zako ulizozitabikia chini ya jua. We are commanded that we should live peacefully with our spouse. Mama wote nisalimie. Mama nisalimie, mama nisalimie. Bwana asifiwe. Wacha niwaambie nyinyi watu wa maana. Kama mjui, nyinyi ni watu wa maana. Kama watu hawajawahi kuambia,
ujui ni nini unaletewa kwa meza. Unaambiwa nyosha mikono, unawe unanyosha mikono. Bwana asifiwe. Hii haitoshi. Baada ya kukula unaulizwa umeshiba ama hujashiba. Na bado unajibu unasema nimeshiba ama hujashiba. Ongezewa ama usiongezewa. Huyo mama atakosa kuwa wa maana na mlangani. Hakikisha ya kuwa huyo mama anakaa na amani anapokaa na yeye. Bwana asifiwe. Ni neno la Mungu. Ile neno Mungu anasema kwamba kuishi kwa furaha pamoja na mtu mpendaye. This is a very important. They have a specific and a very important role katika maisha ya yetu. Ni wajibu wetu kuhakikisha ya kwamba tunaishi nao kwa furaha, tunaishi nao na amani. Mama ni watu wa maana sana. Kama kuna watu wanajua kuishi na watu na wanatafuta amani ni wa mama. Mama anavumilia. Ushaitoka asubuhi hajamjua Mungu na mama amemjua Mungu hapo katika kanisani. Anaenda asubuhi anakuja, sio jamaa, sio kusa, sio nini, sio bangi, sio tumbaku, na baba atakuja na atatea na atakaa kwa kange moja hiyo masaa yote akifumilia hiyo. Mama tu hapo pale anatafuta amani. Bwana asifiwe. I want to give this question. Men don't behave like school teachers. Sent to collect and train their women. Basi, usikae kama walimu wametumwa nenda kwa ile shule ulete nidhamu na uongozi maneno. Your wife is not a student in a school. It's your partner. Bwana asifiwe. Mke wako sio mwanafunzi katika shule. Ni mwenzako katika maisha haya. Amekufanya unaitwa baba. Bwana asifiwe. Amekupea title, unaitwa mume wa mtu. Amekupea title, unaheshimika. Ni wajibu wako kuhakikisha kwamba unakaa na yeye kwa amani. Don't behave like school teachers sent to collect and train children. No. Your wife is not a student. It's your partner. Na Biblia inasema kwamba uishi na yeye kwa amani. Don't compare your spouse with anybody. Don't. Mzee, usiseme bwana wewe una gari kubwa kama ya fulani, usiambie mzee wako namna hiyo. Usimwambie bwana unajenga nyumba kama ya fulani. Usijaribu jinsi yoyote vile, hata kama unaona kuna upungufu kumgombea na mtu. Ukitaka yale ambayo unataka ili aweze kutendeka, tafuta amani na yeye, piga magoti chini, itana juu mbinguni itafunguka, mbinguni itanena, maneno ya Bwana yabadilika. Bwana asifiwe. Na kila kitu kitakuwa mzuri. I want to close by saying this. Katika maisha haya, unapoishi, unapokaa, unapojaribu kutafuta amani, je, is God proud of you? Je, Mungu sasa chiondoe pale, jiweke mtu kibinafsi. Nataka ujiulize ya kwamba Mungu ataweza sema I'm proud of you my son, I'm proud of you my daughter. Kwa sababu kwa upande yako umejaribu kutafuta amani. Kwa upande yako umejaribu kufanya jinsi vile nimekuagiza na jinsi vile nimekuamuru. Uko hapa. May God be proud of you as you live in peace with all men. May God be proud of you. Hiyo ndio mlango wa siku ya leo. Washiriki wa Baptisti kama Kongeni na wale waliokutana hapo je mtandao. Let God be proud of you as you live in peace with all men. Wacha Mungu asimame na aseme, mwanangu nafurahishwa jinsi vile unajaribu. Wamekupiga, wamekurusha kama Shadraka na Abednego katika moto, kama Danieli katika shimo la tundu, kama Yusufu katika gereza, lakini bado I'm proud of you.
kwa sababu umejaribu kuishi na amani na hiyo hao watu ambao wanakuchokoza. Yobu alifanya nini? Mtumishi wa Mungu Yobu, tunaona Mungu ako na furaha. Tunaona Mungu anajivunia Ayubu. Tunaona Mungu anasimama anasema kuna mmoja ninamjua, kuna mmoja ambaye I'm proud of, ni kwa sababu yeye ako sawa katika hali alivyo, katika mateso, katika kuishi, katika kukaa na jamii yake. Ayubu mara kwa mara alitoa dhabihu kwa watoto wake kama wamefanya makosa. Akinadhani na watafutia amani, na wakati shetani anapokutana na Mungu anamlifaa kwa Ayubu. Ni kwa sababu gani? God was proud of Ayubu. God was so proud of Job because Job was a man who looked after peace. Alinang'ana kutafuta amani na watu wote. Ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujidhuruiza mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Hao wana hawakuwa watu wa kawaida, hao walikuwa ni malaika. Kwa hiyo walipoenda kwa Mungu, shetani naye akajiingiza, akaenda katikati yao. Bwana akamuuliza shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kusunguka duniani na katika kutembea huku na huku. Umetoka wapi? Hapa kusunguka. Sawa nani? Kisha Bwana akamuuliza shetani, je, umemwangalia huyu mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani. God was proud of Job. Mungu atasimama na aulize swali kama huo. Aulize swali kama hiyo. Mungu anathibitisha, anasema nini? Umemwangalia huyu mtumishi wangu Ayubu, kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Kama mngekuwa hapa mngesema hivi. Anasema ya kwamba yuko na furaha. I'm proud to be associated with Job. Mtu ambaye mkamilifu, mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Yaani Mungu mwenyewe anasema ninajua huyu anajaribu kutafuta amani. Ninajua huyu hata kama anakanyawa, hata kama anateswa, hata kama anadhihakiwa, anajaribu jinsi vinawezavyo kuhakikisha ya kwamba kuna amani. Simama katika mwanya Mungu anapokuangalia mtoto wa Mungu, aseme ninakujua wewe, ninakufahamu ya kwamba uko tayari kutafuta amani kazini, nyumbani, barabarani, katika biashara, katika kanisani na mahali popote utakapoenda. Bwana asifiwe. Amen. Don't put people together in one basket that you cannot find peace in them. Oh, hiyo kabila. Oh, hiyo familia. Kwenda. Watu hawakujua ya kwamba kuna mtu duniani Mungu angeweza kujifunia, lakini Mungu mwenyewe anathibitisha hapo duniani kuna mmoja anaitwa Ayubu. Ninamjua ni mwenye haki, ninamjua ni mtu mkamilifu, ni mwelekevu, ni mcha Mungu na anaepukana na uovu. Maneno ya kusema hiyo kanisa, maneno ya kusema hao wachungaji, sio wote. Kuna mmoja Bwana amesimamisha. Bwana asifiwe. Moja katika kwa wale wajaji Mungu amesimamisha, ukweli wewe. Katika nyumba ya Bwana kuna amani. Katika nyumba ya Bwana kuna furaha. Wanapoinua matawi wakisema haki yetu, wakipigana, wakiuana, wakinyonga watu, sio makanisa yote. Kuna makanisa ambayo Mungu akona proud, anasema niko pale, nitalijenga lile kanisa. Wacha Mungu anaposimama akuangalie na jicho lake la
akusimamishe kama Ayubu na aseme katika kutafuta amani, nimemuona mtoto wangu. Andika jina lako pale, nimemuona mtoto wangu fulani, nimeona jinsi gani ameng'ang'ana, na mimi nitamuinua, nitamtenda mema. Na katika maisha haya kuna watu wabaya, hata kanisani kuna watu wabaya. Hata katika wanafunzi 12 wa Yesu kuna mmoja alimshariki. Kama 12 kulikuwa na mmoja, na hapa tuko watu 50, kuna mmoja, kuna watakosaje kukua? Chikaze, jiangalie, simama imara, jiulize, ask yourself, can God be proud of me? Katika maisha haya Mungu atasema nini? Ninatafuta amani, ninaenenda jinsi vile nampendeza, nimekaa vyema na mke wangu, nimekaa vyema na mume wangu, nimekaa vyema na my brother, my sister in Christ, nimekaa vyema na yule ambaye ni jirani yangu, nimekaa vyema na yule ambaye tunafanya kazi na yeye. Tukifanya hivyo Mungu atatukuzwa, tukifanya hivyo Mungu atainuliwa. Kwa sababu ya maisha ya Ayubu, watu walipenda Mungu, watu walimwabudu Mungu, watu walimheshimu Mungu, Mungu aliheshimishwa. Mpaka Shetani anasema, huyu ni kwa sababu umemfanyia. Wacha watu waseme ni kwa sababu Mungu amekuwa pamoja na wewe, ndio sababu hujakufa, ndio sababu umefaulu, ndio sababu umeinuliwa, ndio sababu utaendelea kunawiri. Kanisa la Kibaptisti kama Kongeni tunaenda kwa wengine, ni kwa sababu tunajua yule tunamwabudu. Bwana asifiwe. Familia zetu zisimama kwa sababu tunajua ni nani tunamwabudu. Biashara yetu itaisha, kazi yetu tutarejeshewa, watoto wetu watatutii, watoto wetu watatupenda, waume wetu watatupenda, wake zetu watatuheshimu, na tutaweza kueneza injili, na Bwana aliye juu mbinguni awabariki sana. Baba, tunakuheshimu, Baba tunakupenda. Watoto wako wameingia katika nyumba yako kumaliza mwezi huu wa 3. Angalia, ni mwezi ulikuwa mrefu, ulikuwa na wiki 5. Tumekusanyika hapa, my father, my daddy. Ombi letu asubuhi ya leo ni ya kwamba utupe nguvu na moyo wa kutafuta amani na watu wote. Tusaidie kuwa na amani na watu ambao umeleta katika nyumba yako, wale umetupea katika familia zetu, wale umetupea kule kazini. Wacha Mungu wetu na Baba wetu, ukiangalia useme, hapa kuna mtoto wangu ninayependezwa naye, ni kwa sababu amejaribu kutafuta amani. Tunakuhitaji katika afya yetu, tunakuhitaji katika biashara zetu, tunakuhitaji katika kazi ya mikono yetu, tunakuhitaji katika maisha ya watoto wetu, katika maisha ya uume wetu na wake zetu, na hata katika maisha ya wale watu umetuitanisha nao. Nchi yetu ni mikononi mwako. Tunakushukuru kwa sababu ya viongozi umetupea, tunakushukuru kwa sababu jinsi vile maneno yalivyo. Baba, usiruhusu tuweze kuhangaika, usiruhusu tuteseke katika maisha haya. Katika wakati wako utufute machozi, utufukishe rebo ingine. Kanisa letu ni mkononi mwako. Asante kwa sababu ya kila familia na wakilisho hapa. Ninaiombea mchana na asubuhi ya leo. Wewe usiyeshindwa, wewe ambao unajua mawazo ya watu kabla hawajaongea. Baba, unajua ni nini unapanga katika kanisa hili, unajua jinsi gani unaipenda. Uliahidi kwamba utalijenga kanisa na wala utalishinda. My father, my daddy, ninaombea wazee, ninaombea wamama na vijana. Hata asante kwa sababu ya kitendo ya leo ya ubatizo tunaenda kufanya. Ninaombea wale wote wanaenda kubatizwa, wape afya nzuri, wape moyo wa kufuatana na mafundisho, na kuwa washiriki wema katika kanisa hili. Baba, kuna watu wameteseka na kanisa hili katika kutoa mali yao, katika kutoa nguvu zao, katika kutoa maarifa yao. Mungu, ninawakumbuka asubuhi ya leo kwa kutoa miili yao, kuhakikisha kwamba kazi yako inaendelea. Yesu, tufanye mema. Baba, turejeshe watu wako katika nyumba yako, ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asante kwa sababu utaenda kutufanya jinsi vile kupendezavyo. Ukamfanyia Ayubu mema, ukasimama ukatoa ushuhuda ya kwamba yeye ni mkamilifu, yeye ni mwema. Yesu, toa ushuhuda kwa sababu ya wazee. Yesu, toa ushuhuda kwa sababu ya mama. Toa ushuhuda kwa sababu ya vijana wetu. Toa ushuhuda kwa sababu ya watoto wetu. Toa ushuhuda kwa sababu ya mchungaji wetu, maana wewe ni mwaminifu. Utukumbuke, tusaidie, tunakupenda.
tunakuheshimu. Hakuna mwingine kama wewe. Ni wewe tu tunategemea. Asante kwa sababu ya wale wanakutana siku ya leo wanapoabudu katikati na ukweli.